Yes bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Nikukaribishe popote pale ulipo tuweze kuzungumza masuala mbalimbali ya kimichezo. Hii ni Bongo TZ, niendelee kukushauri kama bado hujakuwa mwanafamilia, basi hapo pembeni kuna kalama kameandikwa subscribe. Basi subscribe, share, then andika komenti juu ya hiki ambacho tutaenda ukizungumza siku hii hapa ya leo. Kama tunaofahamu kwamba ligi kuu ya NBC bado inaendelea, lakini siku ya kesho tunatarajia kuishuhudia mchezo wa nusu fainali katika mashindano ya CRDB Bank Federation Cup. Mchezo huo unaenda kuwakutanisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union. Maneno yamekuwa mengi kweli kweli, lakini jambo kubwa ambalo nataka nikwambie kwamba yule mchezaji ambaye alikuwa anahusishwa na klabu ya Simba, hapa namzungumzia Bakari Msimu, kwenye mchezo wa kesho dhidi ya Simba hatokuwepo. Hii inakuwa ni mara nyingi kwenye michezo wa Simba, wachezaji ambao wanahusishwa nao na tayari wameshatoa pesa ya aina yoyote, basi wanawazuia kucheza. Kwa hiyo Bakari Msimu naye katika mchezo wa kesho, taarifa rasmi imethibitishwa na meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho Hussein Diego kupitia interview ambazo ameweza kuzifanya na waandishi wa habari, akisema kuwa Bakari Msimu hatakuwepo katika mchezo wa kesho. Lakini huyu Bakari Msimu ndio ambaye anahusishwa kwamba anatarajia kwenda kujiunga na kikosi cha Simba, kama walivyoweza kushuhudia hata kwenye mchezo dhidi ya Pamba Jiji yote miwili. Mchezaji ambaye Simba tayari wameshamsajili ambaye ni Kevin Nation alikuwa hajacheza kwa sababu tu eti Simba wamalizana naye na kila kitu, basi wakamzuia asiweze kucheza. Hii taarifa sometime huwa inaharibu ligi, kwa sababu kama mchezaji ameweza kusajiliwa katika msimu husika kwamba huyu mchezaji hatacheza kwenye msimu huo mpaka pale ambapo itakuja kutamatika. Lakini inavyokuja kuonekana kwamba kuna baadhi ya timu ikitokea situation kama hiyo, basi wao wanavuruga mipango, wanamzuia mchezaji kucheza eti kisa tu wameshatoa pesa yao kwa ajili ya kuitumikia katika msimu ujao. Msimu ujao sio msimu ambao uliokuwepo hivi sasa. Huu ni msimu mwingine na siku ijao pia ni msimu mwingine. Kwa hiyo hii tabia Simba wanayo kweli kweli, lakini kama unavyojua kwamba wagosi wa Kaya na Simba mdhamini ni mmoja, namaanisha Mo amedhamini Coastal Union, lakini pia Mo huyo ndio mdhamini wa klabu ya Simba. Hapa kuna uharakini kidogo. Hawa mwanzo walikuwa wanazungumza kwamba Coastal Union na klabu ya Simba ni ndugu. Coastal Union mara na ikutana na Yanga wanakaziana. Ni kweli Coastal Union na Simba ni ndugu, na kama tunavyojua hata kama ingekuwa undugu wa vile, lakini bosi mmoja ndio kitu ambacho watu kinawatia mashaka kwamba hawa ni chupa na mfuniko. Na hapa ilivyokuja kuonekana kabisa na hili swala la Bakari Msimu kuacha kucheza, bila shaka watu ndo wanaingia moja kwa moja na wasiwasi kwamba hapa kuna uharakini mkubwa kweli kweli klabu ya Simba dhidi ya Coastal Union. Lakini ukija kwenye mahesabu ya moja kwa moja, Simba hivi sasa wako bora na ubora wao umetengamaa katika kila maeneo tofauti tofauti, japokuwa golikipa wao anakuwa ni mzinguaji, mara arudishe mpira nyuma, yani dribbling yake ni mbaya. Lakini ukweli useme kwamba klabu ya Simba hivi sasa wamesha kuwa bora katika maeneo tofauti tofauti. Angalia katika eneo la katikati, Kagoma akiwa pale hakuna wasiwasi wowote, lakini pia angalia backline yake, Ture Ismail yuko vizuri, lakini ukija mpaka kwa Rushen Deroki yuko vizuri. Ukija kwa upande wa kulia, Shomari Kapombe pia yuko vizuri. Kibabage na Mligo ndo usiseme. Mbele kule sasa ndo kuna hatari kweli kweli. Ukikutana na Ribase Gay katika eneo ya huko, akitokea mbavu ya upande wa kulia pia yuko vizuri, akitokea upande wa mbavu ya kushoto yuko vizuri. Haanze Hamset Ura, wote hao ni mastaa kweli kweli. Kwa hiyo tunatarajia kuona mchezo mzuri ambao wenye ushindani, japokuwa watu wanasema kwamba hawa ni ndugu wa baba mmoja, lakini katika hali ya kawaida, hali ya kimakaratasi, klabu ya Simba imetengamaa katika kila sekta, katika kila idara, na tutategemea mchezo utakuwa mzuri. Lakini end of the day, naamini kwangu mimi kwamba Simba anaweza kuchukua alama tatu, kwa sababu hata kama Coastal Union akitaka kuonyesha ugumu, hawa ni ndugu wa aina moja. Na hizi scenario ambazo zinaendelea, mdhamini mmoja, Simba saizi ana misimu minne hajachukua ubingwa wa aina yoyote. Kwangu mimi sioni Coastal Union ikaenda kumzuia klabu ya Simba kwenye jambo lake kubwa la yeye kufanikishwa kuingia katika hatua ya fainali katika mashindano ya CRDB, kwa sababu
kama akifungwa katika mchezo wa kesho, Simba ametolewa kama sikosei mara 3 mfululizo katika hatua hizi. Kwa hiyo hawezi kukubali, amefika nusu finali. Presha kwenye ligi ni kubwa, ambaye Yanga Afrika kila mtu akishinda mechi zake Yanga anakuwa bingwa. Lakini yeye maeneo pengine ambaye anaweza kuyategemea ni kombe la CRDB. Kwa hiyo kwangu mimi nampa moja kwa moja Wekundu wa Msimbazi Simba kutokana na hayo ambayo nimeweza kuyaeleza. Wewe nini maoni yako? Unategemea kuiona mchezo wa namna gani? Ukiiona klabu ya Simba ikiondoka na ushindi katika mchezo wa kesho, ama klabu ya Coastal Union itaonyesha ushindani mkubwa ambao utakaopelekea kupata ushindi katika mchezo huo, na wachezaji ambao waliokuwepo hao kama kina Shida Ramadhani Kichuya ambao wao pia wamecheza katika klabu ya Simba, kina Thomas Ulimwengu ambao pia wamewahi kucheza katika klabu ya Simba, Bakari Msimu ndo kama hivyo wameshamzuia. Yote hayo tuandikie ujumbe wako mfupi hapo chini. Kikubwa tu niendelee kukushauri wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa kwamba usahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Hii ni Bongo TZ.